Karibu sana kwenye Official Khudhey Pi Updates, mahali unapopata taarifa zote mpya na rasmi kutoka kwa Pi Core Team, zikiwa zimeelezwa kwa namna rahisi ya kueleweka na kwa kina. Kama wewe ni pioneer unayetaka kujua hatua kwa hatua nini kinaendelea kwenye safari ya Open Mainnet, maendeleo ya KYC na maboresho ya mfumo mzima wa Pi, basi uko sehemu sahihi kabisa. Usisahau kusubscribe, kulike, kuacha maoni na kuwasha kengele ya notification ili usipitwe na kila tukio jipya la Pi. Leo tunakuletea update muhimu sana inayohusu jinsi AI imeboresha kwa kiwango kikubwa mchakato wa Pi KYC na jinsi maboresho haya yanavyofungua njia ya mainnet migration kwa mamilioni ya pioneers. Tuende sasa kwenye maelezo kamili. Maboresho ya AI kwenye Pi KYC yanaongeza kasi ya upangiliaji wa KYC na kuweka wazi njia ya mainnet migration. Hivi karibuni kumekuwa na maboresho mapya ya AI kwenye mfumo wa Pi KYC ambayo yameongeza kasi ya mchakato wote wa KYC na kusaidia watu wengi zaidi kuondoka kwenye vikwazo vilivyokuwa vinazuia uhamiaji kwenda mainnet. Kwa ufupi, KYC ya kawaida ya Pi, ile ambayo ndio inaruhusu pioneers kuhamia mainnet, sasa imeongezewa teknolojia zaidi ya AI kwenye hatua ya uhakiki. Teknolojia hii mpya ni ile ile inayotumika kwenye Pi Fast Track KYC. Kwa sababu ya maboresho hayo, mchakato wa KYC wa kawaida, yaani standard KYC, sasa unakuwa wa haraka zaidi. Unaweza kuhudumia watu wengi zaidi kwa wakati mmoja na bado unadumisha usahihi wake. AI hii mpya imepunguza foleni ya maombi ya KYC yanayosubiri validators wa binadamu kuyakagua kwa 50%. Hii inasaidia sana kupunguza msongamano na muda wa kusubiri. Pi Fast Track KYC ilianzishwa miezi michache iliyopita kwa watumiaji wapya na wale ambao hawakuwa kwenye mfumo awali, ili kuwasaidia wapate mainnet wallet na kuanza kushiriki kwenye mfumo wa Pi Mainnet. Hata hivyo, Fast Track KYC yenyewe haikuruhusu moja kwa moja kuhamia mainnet. Baada ya kuona jinsi ilivyofanya kazi kwa muda, teknolojia yake ya ndani sasa imeunganishwa kwenye standard KYC, ambayo ndiyo inafungua njia ya mtu kuhamia mainnet. Sasa, kwa kutumia AI kwenye ukaguzi wote, maboresho haya yanafanya mambo mengi mazuri. Inaondoa changamoto za uhaba wa validators katika baadhi ya nchi au maeneo. Inawezesha pioneers wengi kuendelea mbele na kuhamia mainnet kwa kasi zaidi. Inapunguza kiwango cha kazi ya validators wa kibinadamu, hivyo kuokoa muda na nguvu za jumuiya. Inapunguza pia aina ya taarifa za maombi ya KYC ambazo validators wanaona, na kumbuka, taarifa nyeti tayari huwa zinahifadhiwa kwa usiri na kuondolewa. Muunganiko huu wa AI unafanya maombi yaendelee kwa urahisi zaidi, unawapunguzia validators mzigo mkubwa, lakini bado hauwapunguzi nafasi ya kupata kazi. AI imewekwa kwa tahadhari kubwa, yaani kama kuna jambo AI halijalielewa vizuri au halipo wazi, bado maombi hayo yanapelekwa kwa validators wa binadamu waende wakayathibitishe. Hii inasaidia kupunguza makosa ya AI, hasa pale ambapo AI inaweza kukataa maombi ambayo yalipaswa kukubaliwa. Kwa upande mwingine, validators bado wana kazi nyingi za kuthibitisha akaunti na kuwasaidia pioneers kuhamia mainnet. Lakini nguvu za kibinadamu zinazoonekana kuokolewa kutokana na AI zinaweza kuelekezwa kwenye kazi mpya za mfumo, kama vile kutoa mrejesho wa kibinadamu kwa AI, kufundisha mifumo ya AI na kazi nyingine za huduma zinazoibuka kwenye mfumo wa Pi. Kwa ujumla, suluhisho la Pi KYC limeundwa liwe sahihi, rahisi kufikiwa, la kiwango kikubwa na linalolinda faragha kwa pioneers milioni nyingi duniani. Pia linakuwa tayari kutumiwa na huduma nyingine nje ya mfumo, hasa zile za Web3 au AI zinazohitaji uthibitisho wa utambulisho na uhalisia wa binadamu. Maboresho haya yanaendana kabisa na lengo la muda mrefu la Pi la kujenga blockchain inayotegemea utambulisho halisi. Kuthibitisha utambulisho ndiko kunakosaidia kujenga apps, matumizi halisi na huduma kwenye mfumo, na pia kunalinda uadilifu wa mtandao. Pia kunaruhusu jumuiya nzima kuwa rasilimali inayoweza kutumiwa kama huduma ya uthibitisho kwa majukwaa mengine yanayohitaji ukaguzi wa utambulisho. Kwa kifupi, kuingiza AI kwenye mchakato mzima wa KYC kunafanya mfumo mzima wa Pi kuwa wa haraka zaidi, wa uhakika zaidi na rahisi kukua kadiri mtandao unavyokuwa. Kuhusu habari za malipo ya validators.
Kazi inaendelea na imefika hatua nzuri. Wanajitahidi kuhakikisha malipo ya wale wote waliokuwa wanasaidia kwenye kazi za kuthibitisha KYC. Tangu mwaka 2021, malipo yanatolewa kwa usahihi. Kazi imechelewa kidogo kwa sababu mambo yenyewe ni makubwa na magumu kiasi. Kwanza kabisa, kuna data nyingi sana, yaani mamia ya mamilioni ya kazi za validation zilizofanyika kwenye hatua tofauti. Na sio tu wingi wa data, hata aina zake pia ni nyingi. Matokeo yanatofautiana, ubora unatofautiana, na kila hatua ya KYC ilikuwa na mazingira yake ya kipekee. Kuna beta, kuna majaribio, kuna kipindi cha kuanzisha mfumo, na pia kipindi ambacho mfumo ulianza kufanya kazi kwa kiwango kikubwa. Halafu pia wanataka kuhakikisha malipo yatakayogawiwa yawe ya haki. Hivyo wanapima ni kiasi gani mtu alifanya kazi, ubora wa kazi, na pia wanaangalia vyanzo vya fedha ili malipo yawe rasmi na ya uadilifu. Mfumo unaojengwa unatakiwa uweze kugawa malipo kwa mamilioni ya validators, sio tu wa sasa, bali hata kwa mizunguko ya baadaye. Kwa hiyo wanahakikisha hesabu ni sahihi kabisa na mgawanyo wa malipo unafanyika salama kwenye mainnet. Wanatarajia mambo yote yakamilike na kuwekwa hewani kufikia mwishoni mwa mwezi wa 3 mwaka 2026. Sasa kuhusu KYC na kuhamia mainnet. Hivi karibuni Pi imetoa takwimu mpya za watu waliokuwa wamekwama kwenye ule mfumo wa tentatively KYC'd, na sasa wanatoka polepole baada ya maboresho mapya. Cha muhimu kujua ni kwamba bado kuna kama watu milioni 3 ambao wanaweza kujikomboa wenyewe. Kile wanachotakiwa kufanya ni kukamilisha zile liveness checks kwenye app. Ukiwa mmoja wao, fanya haraka tu ili upate nafasi ya kupita KYC kikamilifu. Kwa sasa, idadi iko hivi. 17.5 milioni wamepita KYC vizuri kabisa. 15.7 milioni wameshahamia mainnet. Sasa, kama tayari umepita KYC lakini bado hujahamia mainnet, hakikisha unamaliza ile mainnet checklist. Ndani yake utakuta vitu kama kuweka wallet yako ya mainnet ili kuthibitisha wallet, kuweka 2FA kwa usalama, kusaini makubaliano ya kupokea tokeni na hatua nyingine zinazokamilisha uhamiaji. Kwa ufupi, hiki kiwango cha watu waliopitia KYC na walioingia mainnet ni kitu kikubwa sana kwa mtandao wa Pi. Ndio msingi wa usalama, uaminifu na maendeleo yote tunayotegemea siku zijazo, hasa kwenye matumizi ya Web3 na AI. Haya yote ni ushahidi kwamba juhudi za jumuiya zinajenga kitu cha maana ambacho kitakuwa na nafasi kubwa kwenye teknolojia za baadaye.